Pokea kwa imani. Tunapinga uasi, tunapinga uovu, tunaupinga katika maisha yetu. Yesu asifiwe. Wangapi wanapinga uovu? Wangapi ni marafiki wa maovu? Rafiki wa maovu? Hakuna rafiki. Hakuna rafiki. Wote ni wapingaji. Kwa sababu wote tunapinga maovu. Hii siri Mungu ataiachilia kwetu, sisi pamoja na uzao wetu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi huwa ninasema kwamba kuna neema na baraka ambazo Mungu ameniahidi, kama zitachelewa kufika kwangu nikaziona, watoto wangu wataziona. Kama watoto wangu hawataziona, basi wajukuu wangu wataziona, kwa sababu Mungu ni mwaminifu katika ahadi zake. Kwa hiyo tuendelee kumnyenyekea Mungu na kumtumikia Mungu. Hii ndio sababu tunaona Abrahamu anapewa maneno ya kipekee ya kwamba nimekupa wewe na uzao wako, na uzao wako nitaufanya uwe kama mavumbi ya nchi. Hata mtu akiweza kuyahesabu mavumbi ya nchi, na uzao wako nao utahesabika. Yesu asifiwe. Sasa Mungu anamwambia, ondoka ukatembee katika nchi hii, katika mapana yake na marefu yake, maana nitakupa wewe nchi hii. Nchi hiyo nitakupa wewe. Haya ni mambo yanayohitaji ufahamu. Haya ni mambo yanayohitaji ufahamu na nguvu ya imani, kwa sababu ukishikia baraka za Mungu zinatolewa kwa matamshi, zinatolewa kwa neno. Sasa zinapokuwa zimeachiliwa kwa neno, na ni muhimu kuliamini neno, kwa sababu neno li hai, neno lina uwezo, neno lina nguvu. Na unapokuwa umemilikishwa kwa neno, ukaamini, unamiliki. Bwana Yesu asifiwe. Nasema Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni muhimu kuwa wazingativu. Anaposema tembea katika kona zote, katika marefu, katika mapana yake, uangalie hii nchi yote nimekupa wewe na uzao wako. Sasa usipotembea utafikia. Yesu asifiwe. Ni muhimu kutembea. Ni muhimu kutembea. Mtu mmoja aliambiwa kwamba tafuta hera. Tafuta hera. Si ndio? Tafuta hera. Aliambiwa na mke wake, tafuta hera. Sawa. Alichokifanya, akatoka nyumbani, anatembea kwamba takutana na hera barabarani, yuko anazitafuta. Kawa nazunguka. Akasema, yani kuanzia asubuhi mpaka jioni mke wangu aliniambia nitafute hera. Yani nimetafuta, yani sijapata hera mpaka jioni. Anakusudia kwenda kuonana na mke wake sasa. Anasema, yani tangu uliponiambia nimeenda kuzitafuta sijazipata. Ufahamu. Bwana asifiwe. Nini ufahamu? Biblia inaposema katika mapana yake, katika marefu yake,
lazima mwenye haki ajishughulishe, lakini asipunguze viwango vya kumcha Mungu, asipunguze viwango vya kumtumikia Mungu. Na unapoenda mashariki, unapoenda kusini, unapoenda kaskazini, maana yake mipango ya maono ambayo yanatokea kwenye magoti ndani ya moyo juu ya kusudi ambalo Roho Mtakatifu analileta ndani, ambalo unapaswa kulifanya ili uzalishe neema za aina mbalimbali. Bwana Yesu asifiwe. Nasema Yesu asifiwe. Kama ni kazi lazima uifanye, na usifanye kazi kiuvivu. Fanya kazi kwa nguvu, na fanya kazi kwa moyo, kwa bidii, na uwe mwaminifu juu ya kazi unayoifanya, na usijenge msingi wa kazi moja tu ikiwa unatembea katika ahadi za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui kama naeleweka. Wangapi wanaelewa ninachokisema? Unaposikia kwenda katika nchi, katika marefu, kwenda katika mapana, kwenda kona zote, anahitaji uwezo wa kuona, anahitaji uwezo wa kufahamu, na kile unachoona ndipo unaanzia. Lakini ukiona kingine usiache kukifanya, maana lengo la kukiona Mungu anahitaji aachilie baraka kwa hicho nacho unakifanya. Ukiona kingine unakifanya, lakini uwe na bidii kwenye eneo la usimamizi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ana mpango wa kukubariki. Nasema Mungu ana mpango wa kukubariki. Nasema Mungu ana mpango wa kukubariki. Lazima ujenge msingi wako juu ya maagizo ya Mungu. Ujenge msingi wako juu ya neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mtu amchaye Mungu, yani akisoma neno la Mungu, anaamini, halafu akilisoma anaanza kushukuru. Baba, asante kwa kunipa neno hili. Neno hili liniumbe, neno hili liniumbie kusudi hili, neno hili linitengeneze, neno hili linifinyange. Hata kama zilikuwepo kasoro juu yangu, Mungu, kwa neno hili kasoro zimetoka. Kuanzia sasa mimi ninaona neno. Usimsahau ni Muumba wako.